Siku ya leo ni siku ya kumbukizi ya wataalamu wetu wa Kitanzania, lakini hususan zaidi kwa siku ya leo kwenye occasion hii, wataalamu wetu wa China walioshiriki wakiwa ni mainjinia pamoja na wataalamu mbalimbali walioshiriki katika ujenzi wa reli hii ya TAZARA, ambayo ni reli inayogusa nchi tatu ya Tanzania, Zambia pamoja Tanzania na Zambia. Lakini vile vile katika ujenzi huu, kama ilivyoelezwa vizuri awali katika hotuba yangu, ni kwamba ulishirikisha zaidi nchi ya China kutoa watu kwa maana ya human resource na utaalamu, lakini pia usaidizi wa kukamilisha mradi huo. Katika harakati za ujenzi, wapo ambao walipoteza maisha yao kwa changamoto mbalimbali zikiwemo za ugonjwa au magonjwa. Wapo waliopoteza uhai wao kutokana na changamoto zinazotokana na kazi husika, lakini pia mazingira ya kiusalama, na hapa hata wengine ambao waliumizwa labda kwenye kazi na wakapoteza maisha yao, ama kutokana na wanyama wakali, kwa sababu mnakumbuka wakati huo tulikuwa tuna maendeleo kama yalivyo hivi sasa. Sasa leo ni siku ya kumbukizi ya wataalamu hawa, mainjinia, lakini pia technical support and financial support iliyotolewa na nchi ya China. Kwa kipindi hicho iliasisiwa na Rais Mao Zedong, lakini pia wakati huo Julius Kambarage Nyerere, baba wetu wa taifa na rais wa kwanza, lakini vivyo hivyo kwa ushirikiano mkubwa na rais wa Zambia wakati huo Kenneth Kaunda. Na kwa sasa spirit hii ya ushirikiano mkubwa kwenye nyanja za kiuchumi, kiuongozi, kiutawala na kiteknolojia na katika ujenzi wa miundombinu imeendelezwa vizuri sana na kusimamiwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na mwenzie Rais Mheshimiwa Hakainde Hichilema ambaye ni rais wa Jamhuri ya Watu wa Zambia. Lakini sambamba nao Xi Jinping, rais wa China. Wote watatu hawa wameendeleza mambo mema yaliyoasisiwa hapo awali, kwa maana ya mahusiano mazuri kati ya nchi ya China, nchi ya Tanzania na nchi ya Zambia. Dr. Samia Suluhu Hassan na kupitia TAZARA, Rais Hakainde Hichilema pamoja na Jamhuri ya Watu wa China tumeingia kwenye concession agreement nyingine ya kujenga na kuboresha zaidi reli hii. Itakuwa na manufaa makubwa ya kiuchumi, manufaa makubwa ya kisiasa na kiutamaduni, kwa sababu miundombinu haiunganishi peke yake biashara, inaunganisha pia tamaduni zetu, inaunganisha mahusiano yetu, inaimarisha pia msingi wa usalama wa nchi zetu. Na ndio maana hata leo katika masuala ya ulinzi na usalama tuko hapa kuweza kuhakikisha kwamba amani na utulivu inakuwa ni kipaumbele, na hizo zitaruhusu upatikanaji wa ajira nyingi, lakini pia ukuaji katika uchumi. Kwa hiyo niseme tu kwa ufupi kwamba katika nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunawashukuru sana. Tunashukuru sana Jamhuri ya Watu wa China chini ya Mheshimiwa Balozi pamoja na Rais Xi Jinping kwa kuendelea kutoa ushirikiano mkubwa na mahusiano makubwa ya kisiasa, kiuchumi na kiutamaduni na kiteknolojia. Sisi wote ni mashahidi kwamba spirit hiyo aliyonayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Amiri Jeshi Mkuu katika ujenzi wa miundombinu ni kielelezo cha msingi katika ukuaji wa uchumi. Tunafahamu bwawa la Mwalimu Nyerere limekamilika na waliojenga pale ni wa China. Bwawa madaraja mbalimbali yamejengwa mengi, tunafahamu waliojenga ni ndugu zetu kutoka China, akiwemo maflyover, lakini pia daraja la Magufuli. Meli zipo zinazojengwa za kwenye mito, bahari na maziwa, hata vivuko. Bado Mheshimiwa Rais anaendelea kujenga kwa sababu anaamini nyenzo kuu ya kiuchumi mojawapo ni miundombinu. Kwa tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, tunamshukuru Rais Xi Jinping na tunamshukuru Rais Hakainde Hichilema wa Zambia kwa maono yao na utayari wao wa kuendeleza mahusiano haya. Lakini tukiwashukuru, tukiendelea kuombea ndugu zetu ambao makaburi yao yako hapa, wamelala na wametangulia mbele ya haki. Mwenyezi Mungu azilaze mahali pema peponi roho za marehemu hawa. Amen.